Yes, bana, baada ya Simba kufuzu kwenda kucheza hatua inayofuata ya kuwania kufuzu hatua ya makundi ya ligi mabingwa barani Afrika kwa aggregate ya bao 2-1. Wamecheza na mpinzani mgumu Gaborone United, wameshinda ugenini, wametoa sare nyumbani, wamefanikiwa kuwatoa. Sasa mpinzani wa Simba ambaye anafuata next round, kwa maana kwamba baada ya mchezo hiyo miwili ambayo watacheza, moja kwa moja timu itakuwa imefanikiwa kufuzu kwenda kucheza hatua ya makundi. Simba watasafiri mpaka Eswatini kucheza dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Sasa hawa Nsingizini Hotspurs ni akina nani? Wao mchezo wao wa kwanza kwenye kuania kwenye hatua za awali walicheza na Simba Bora, wakashinda ugenini kwa bao moja, wakafungwa ugenini kwa bao moja kwa sifuri. Wameshinda nyumbani kwa bao moja kwa sifuri. Kwa hiyo full time aggregate ikasoma ni bao moja kwa moja, kwa maana kila mmoja, Simba Bora alishinda nyumbani, Nsingizini Hotspurs na akashinda nyumbani. Wamepiga mikwaju ya penalti, wamefuzu kwa mikwaju 4-2. Wamefanikiwa kuwatoa Simba Bora kwenye CAF Champions League msimu huu. Hawa ni mabingwa wa msimu wa 2025, walifanikiwa kuchukua Eswatini Championship MTN. Weka rekodi sawa. Kwa hiyo sasa Simba baada ya kufuzu na Nsingizini Hotspurs baada ya kufuzu, ni rasmi CAF Champions League qualification stage inayofuata ni Simba dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Wana rekodi nzuri sana kwenye michuano hii ya CAF. Wamekuwa wakishiriki mara nyingi na hawana rekodi ya kupoteza wanapokuwa nyumbani. Rekodi yao inaonyesha kwenye CAF Champions League qualification mechi 10 ambazo wamecheza. Katika mechi 10 za mwisho ambazo wamecheza, wameshinda mechi 8, wamepoteza michezo 2 pekee. Mchezo wa kwanza ambao wamepoteza ni dhidi ya Simba Bora huu wa msimu huu, walipoteza kwa bao moja kwa sifuri, na mchezo mwingine walipoteza dhidi ya Mbabane Highlanders kwa bao 2-1. Hapa walikuwa ugenini. Wamekuwa wakishinda nyumbani na ugenini, wakishinda hasa kwenye michezo ya nyumbani zaidi. Rekodi yao inaonyesha mechi 5 za nyumbani zote wameshinda. Kwa hiyo sio timu ya kawaida ama sio timu ya kuibeba. Msimu ulioisha kwenye ligi ya Eswatini walicheza mechi 26, wakavuna alama 60. Kwa hiyo unaweza ukaona ni aina ya timu gani ambayo inakwenda kuikabili Simba Sports Club kwa msimu ulioisha. Mechi ya mwisho ya ligi walishinda kwa goli 5-0 dhidi ya Sidvashet United. Kwa hiyo sasa Simba wamebakisha kibarua dhidi ya Nsingizini Hotspurs ya Eswatini, ambapo watabidi wajipange vyema kwa performance ambayo Simba tumeiona. Bahati mbaya ni kwamba wengi wenu nyinyi hamjafuatilia na kujua ubora wa Nsingizini Hotspurs. Sio timu ya kusema ni ya kutisha sana mbele ya Simba, lakini sio timu ya kusema ni ya kuogopesha Simba sana. Msimu huu kidogo wamefanya usajili ambao kikosi chao kina wachezaji kama wachezaji wa Gaborone United, na maana kwamba uwezo wa kuchezea mpira wanao, lakini hawana rekodi nzuri kwenye mashindano ya CAF Champions League. Mara nyingi wamekuwa wakitolewa second round, yani wanacheza hatua ya awali, wanafanikiwa kuingia second round, wanatolewa, wanafanikiwa kuishia hapo. Kwa hiyo mafanikio yao makubwa ni kuwahi kucheza makundi mara moja. Kwa hiyo ni timu ambayo ni ya kawaida kwa Simba Sports Club, lakini kwa msimu huu wameonekana wako bora zaidi kwa sababu wamefanya usajili, na timu nyingi kwa msimu huu zimefanya usajili. Timu yoyote ambayo inakuwa imefanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi au hatua inayofuata ya ligi ya mabingwa barani Afrika sio timu ya kuichukulia kawaida. Simba yes, leo wamefanikiwa kuitoa Gaborone United. Hatua inayofuata ni dhidi ya Nsingizini Hotspurs. Swali la kujiuliza, mpaka sasa Simba hawana benchi la ufundi. Kwa hiyo ni kitu ambacho Simba wanapaswa kukifanyia kazi kwa haraka na uwepesi, ili waweze kuipata ile timu ambayo itakwenda kucompete na kuhakikisha kwamba hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika wanakwenda kufanya vyema. Tofauti na hivyo, itabaki story kwa Nsingizini Hotspurs kutoka pale Eswatini, ambayo ina rekodi nzuri na bora kwao kwa sababu wamekuwa wakifanya vyema kwenye michezo ya nyumbani. Sasa kuitoa Nsingizini Hotspurs kwa performance ya Simba ambayo tumeiona kwenye mechi dhidi ya Gaborone United away, dhidi ya Gaborone home, bado utakuwa ni mtihani.
lakini hatuibezi Simba kwa sababu Simba imekuwa inajua kuzichanga vyema karata zake kwenye mechi za away. Kwa hiyo ni nafasi nyingine kwa Simba kujiuliza na kwenda na mipango mikakati ambayo itakwenda kutoa matokeo chanya kwa Simba na kwa Nsingizini Hotspurs kuweza kuipa wakati mgumu na challenge ili kuona namna ambavyo wanaweza wakafika hatua ya makundi. Kwa hiyo historia yao iko hivyo, na hawa ndio wapinzani wa Simba kwenye hatua inayofuata kuwania kufuzu ligi ya mabingwa barani Afrika group stage.